habari kimataifa siku ya leo, moja kwa moja tuanze kuangazia huko DRC ambapo zaidi ya watu 100 wamefariki dunia kufuatia mafuriko katika kijiji kimoja karibu na fukwe za ziwa Tanganyika huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Hayo yameelezwa na msimamizi wa wilaya ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini, Sami Kaloji, ambaye ameeleza kwamba mafuriko hayo yameathiri kijiji cha Kasaba ambako taarifa zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 100 wamekufa. Mafuriko hayo yanashuhudiwa kwenye eneo hilo katika wakati ambapo mashambulizi ya waasi M23 yameongezeka katika eneo hilo la mashariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Maelfu ya watu waliuawa katika kipindi cha miezi miwili ya mwanzo wa mwaka huu kufuatia mapigano hayo. Na huko Gaza, wakati wapiganaji wa kundi la Hamas wakikubali kumwachia huru mateka raia wa Israel mwenye asili ya Marekani, Edan Alexander, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi ya vikosi vyake eneo la Gaza yapo pale pale. Kauli hiyo ya Netanyahu imekuja siku moja tangu Hamas iridhie kumwachia huru raia huyo wa Marekani Alexander, ambaye ni mateka pekee anayeaminika kuwa hai kati ya waliosalia eneo la Gaza. Kumwachia kwake ni mwendelezo wa matunda ya mazungumzo yanayoratibiwa na nchi za Marekani, Misri na Qatar, yanayolenga kumaliza vita kati ya pande hizo iliyoanza Oktoba 7, 2023, ambapo inadaiwa mateka 59 bado wapo Gaza, huku mmoja wao pekee ndiye anayeaminika kuwa yupo hai. Taarifa kutoka ofisi ya Netanyahu imesema kuwa nchi ya Israel haitatekeleza ombi la kusitisha mapigano eneo la Gaza kwa sababu anajua kuwa mashambulizi ya vikosi vya Israel ndiyo yamesababisha Hamas kukubali kumwachia huru mateka huyo, akiongeza kusema kuwa mazungumzo yataendelea wakati mashambulizi ya Israel kwenda Gaza nayo yakiendelea. Tukiwa bado tumesalia katika habari za kimataifa, na sasa twende tukaangazie huko Geneva. Nchi za China na Marekani zimefanya mazungumzo ya kurekebisha mgogoro wao wa kibiashara, huku pande zote zikisema kuwa zimepiga hatua katika mazungumzo hayo yaliyofanyika nchini Uswizi. Mazungumzo hayo yalikuwa ni mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya nchi hizo mbili tangu rais wa Marekani Donald Trump atoe ushuru wa 145% kwa bidhaa za China, huku China ikijibu kwa kutoa 125% kwa bidhaa za Marekani. Mataifa hayo mawili yalikubaliana na kutangaza kupunguza ushuru wa zaidi ya 90%, hatua iliyochochea matumaini kwamba pande zote mbili hatimaye zitamaliza mvutano wao wa kibiashara uliosababisha mtikisiko kwenye masoko ya dunia. Baada ya mazungumzo ya siku 2 mjini Geneva nchini Uswizi, Marekani na China zimetoa taarifa ya pamoja ambapo inaonyesha kwamba Marekani imekubali kuipunguzia China ushuru hadi 30%, huku China nayo ikiipunguzia Marekani ushuru hadi 10% kuanzia leo Jumatatu. Muda wa siku 90 utatumiwa na maafisa wa pande zote kushughulikia tofauti zilizopo. Na sasa tuangazie mzozo unaoendelea baina ya Urusi na Ukraini, ambapo rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Uturuki siku ya Alhamis, lakini kwa sharti la Urusi kukubali kusitisha mapigano kwanza. Katika taarifa aliyoiweka kwenye mtandao wa X siku ya jana Jumapili, Zelensky amesema kuwa atakuwa akimsubiri Putin nchini Uturuki yeye binafsi, kwani nia yake kusitishwa kikamilifu na kwa kudumu kwa mapigano baina ya mataifa hayo mawili. Kauli hiyo inakuja baada ya nchi ya Urusi siku ya Jumamosi kutoa pendekezo la kurejesha mazungumzo ya moja kwa moja mjini Istanbul nchini Uturuki bila masharti yoyote, akieleza kuwa iko tayari
kurejea mezani. Zelensky pia alionya kuwa anatarajia nchi ya Urusi haitatafuta visingizio kwa mara nyingine, akisisitiza umuhimu wa hatua za kweli kuelekea suluhu ya kudumu ya mzozo huo wa muda mrefu. Na sasa tunahitimisha habari za kimataifa siku njema kabisa ya leo, ikiwa ni tarehe 12 ya mwezi wa 5 2025, siku ya Jumatatu njema kabisa. Wakati hayo yakijiri, nchi ya Urusi imeeleza zaidi ya mataifa 150 na mashirika ya kimataifa zaidi ya 20 kushiriki katika mkutano wa 13 wa kimataifa wa viongozi wa masuala ya usalama utakaofanyika mjini Moscow kuanzia Mei 27 hadi Mei 29, 2025 chini ya uwenyekiti wa katibu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu. Kwa mujibu wa taarifa ya Baraza la Usalama, mialiko hiyo inatumwa kwa nchi za kusini na mashariki mwa dunia pamoja na wanachama wa mashirika ya kikanda kama CIS, CSTO, EAEU na SCO. Lengo kuu la mkutano huo ni kujadili ushirikiano wa kimataifa katika kuhakikisha usalama wa pamoja. Mkutano huo wa kila mwaka ulianzishwa mwaka 2010 na umekuwa jukwaa muhimu la kimataifa kwa viongozi kubadilishana uzoefu na mbinu kuhusu changamoto kubwa za usalama wa kimataifa. Ajenda ya mwaka huu inatarajiwa kugusa mapigano dhidi ya ugaidi, uhalifu wa mpakani, biashara haramu ya dawa za kulevya na kukabiliana na vitisho vipya vinavyolikabili dunia kwa ujumla. Ni hayo ndio tulokukusanyia katika habari za kimataifa siku ya leo. La kwangu jina Farida Mjaka, asante.